Baba, kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie, ni kuhusu Doris. Njoo mara moja. Wewe mchumba njoo. Wewe mtoto unalana nini wewe? Wewe mchumba. Wewe unanichukulia poa. Mtoto wewe. Sio wawili tena, mwili mmoja. Basi kama unataka kutengana na mkeo, tenganisha soda iliyomo ndani ya maji haya, vitengane. Mbona unashtuka? Shida nini? Kuna kitu kilikuwa kinabebeka kwa mlango kama. Nataka kujua naelekea wapi. Sasa mbona unaondoka hujaniachia tela matumizi? Humu ndani hamna mkaa, hamna mboga, hamna hata unga, chochote humu ndani hamna. Alafu kuna mtoto bado hajala, unategemea nini? We. Tena wewe. Afu sikia nikwambie. Huyu hawala yako mchungaji Jakopa hela matumizi. Nakuuliza Jakopa? Nisikie. Yaani kuanzia leo hii humu ndani kila mtu atajitegemea mwenyewe. Umenisikia? Yaani mimi hapa Alexander, ukitaka kuniambia chochote, labda niambie kuhusu mtoto mndani, kuhusu matumizi ya huyu mtoto mndani, na sio kuniambia upumbavu wako. Tia siku nyingine ukija kujaribu kubamiza. Maumivu ya moyo. Ngoja nikuachie baadhi ya pesa hapa ambayo itakusaidia kwenye matumizi, sawa eh? Mchungaji nashukuru. Ibanuje maumivu ya moyo. Ibanuje maumivu ya moyo. Ibanuje maumivu ya moyo. Nakwambia shogangu, sikile kitoto kidogo dogo nakwambia kikanibeba begani. Mtoto gani tena huyo? Ndugu yangu. Hadi mimi aibu kukisema kile kitu kidogo dogo kile cha usta mtaa tatu hapo. Hapana mimi hadi nachoka jamani. Kile kitoto kile kiuni kile kinapenda kupita sana hapa mtaani. Ndio kimekubeba wewe, ndugu yangu. Ni maumivu matupu. Na huu mwili huu. Kwa hiyo kikakupeleka wapi?
Ani nakwambia tukapiga hatua 2 3 wakatokea hivi vijana fulani sijui kama ni vijana wake, sijui kama ni vijana wapi wa Samaria wema. Ndio kikao kimenyata sijui hata kitaka kinipeleke wapi. Sijui kunibaka nini. Anataka kuzalisha mara ya pili, kakubeba ukazalilika mtaani, bado tena kakubaka. Kwa kule mtoto ningemuua, ningempiga na masufuria na maframpeni yakinipeleka kule ndani. Hapana. Yaani ningempiga na frampeni yule mtoto. Kwa hiyo ndugu yangu na yule timbuli lako hilo, ukashindwa kukapiga huko, unakuja kuanza kunanilia hapa. Kwa hiyo ningekapiga ningekufanya nini? Ulishindwa kuonyeshia huko. Kama mtu kamekubeba sasa hivi unasema, ningekapiga na maframpeni singoja 2 3. Mama wewe. Ushazalilika. Mishao yote kwisha. Sema tena. Mimi nipige tu kelele basi. Naamini kile ambacho tulikuwa tumekipanga kwa asilimia kiasi. Kile ambacho tulipanga tukifanya mpaka kufika hapa ndani, naamini tumefanikiwa. Lakini kufanikiwa kwetu isiwe sababu ya wewe kujiachia. Naomba ujifanye kama hivyo ni kipofu, hauelewi wala hauoni, ili baadaye turudi kama hali yetu ilikuwa zamani. Na kuomba jitahidi kwa hilo Bright. Unajua jinsi gani nakupenda, na unajua jinsi gani nayathamini maisha yangu kwa ajili yako. Na nimekuja kuolewa kwa mchungaji sababu ni wewe. Na usinione hivi nilivyo, ni mchungaji ndio kafanya niwe hivi. Hivyo basi, ili tutimize malengo yetu ambayo tumeyapanga Bright, na kuomba kuwa makini sana na hichi kitu ambacho tunakifanya. Penda, hata mimi nimeamua kuriski maisha yangu kuja kwenye nyumba yenu kwa sababu nakutaka. Nakupenda. Niamini utafanya vile unavyotaka. Ombi langu moja tu, muda usiwe mrefu kwa sababu nahitaji kuishi kama tulivyokuwa zamani. Sijui umenielewa? Nimekuelewa Bright. Naamini utafanya kama tulivyoongea. Uwe na wakati mwema. Asante, na kwako pia. Njoo kama ulivyo. Nimekwambia njoo. Nakusubiri wewe fanya haraka. Sogea hapa wewe. Chokola mzee yuko wapi? Hivi unaniona dada, nilikuwa nakufuata hapa nyumbani. Umeona? Nilikuwa nakufuata. Dada, maisha tunayopitia ni magumu. Ni magumu licha kupata kazi. Tumehangaika. Lakini mjue kugundua dada yetu wewe, sio dada yangu, dada yetu. Wewe ni muhimu sana kwenye maisha yetu. Umeona? Lakini dada tulipata kazi ya kutuongezea fedha. Umeona? Kelele. Nyinyi tangu siku ile nimewaambia kwamba mkaniletee nguo zangu. Wiki nzima siwaoni nyumbani. Nasikia tu kwa watu naona wadogo zako wanazura. Nimewafukuza nyumbani nyinyi au mnataka mnigombanishe na watu? Chokola mwenzako yuko wapi kwanza? Amenitoroka sio mimi. Unataka nikufanye nini? Unataka nikufanye nini wewe? Sasa basi. Hapa mimi hapa nilikuwa nawatafuta. Unajua nawatafuta nyie? Yaani nitafute hela, niwatafute na nyie mnanikera nyie, mnanipa majaribu nyie. Sasa naomba kamtafute huyo chokola mwenzio leo ulipomwacha huko. Umtafute, umpate, mje nyumbani. La sivyo nakuja kuwatafuta na mapolisi. Hivi umenielewa? Umenielewa? Nenda kamtafute mwenzio, nenda wapi? Nenda kaletee mwenzio. Hauna 500. Nenda kamtafute mwenzio 500 umeiweka, unajua kutafuta hela 500. Kwa nilipokuwa mnafanya kazi mlikuwa mpati hela. Unamwangalia naye mnaenda huko. Nenda kamtafute mwenzio na msiporudi leo, yaani msiporudi. Naona kwa urudi peke
sura zao kwanza. Wimbo wenyewe unaimbwa hivi. Sikia sauti ya Mungu, ya Mungu. Esau alikaidi kapata laana. Laana ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya sana. Tuimbe hapo kidogo. Sikia sauti ya Mungu, ya Mungu. Esau alikaidi. Jamani, so hivyo. Inaimbwa hivi. Esau alikaidi kapata laana. Aya, tuimbe wote. Esau alikaidi kapata laana. Jamani, mbona mnabaki? Msivute sana. Ila sio mbaya. Tutajitahidi. Esau alikaidi akapata laana. Laana ni mbaya. Subirieni wafundishe kidogo maana huko mbele sijawafundisha. Inaimbwa hivi. Laana ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya sana. Mitego ya laana imewanasa watu wengi. Tunaishia hapo afu tutaendelea mbele. Kwa tuimbe hapo. Twende wote. Laana ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya sana. Mitego ya laana imewanasa. Jamani, mbona mnaniangusha? Asante. Japo watu wamejenga sana mtaa wenu. Kidogo nipotee. Tunamshukuru Mungu kwa sababu maendeleo. Ya kweli. Mji unaendelea kutanuka kweli. Umependeza kweli kweli. Habari za siku. Mungu mwema tunapumua. Maisha yanasema. Tuko vizuri. Umependeza. Kawaida, ila hata wewe umenawiri. Naona mambo sio mazuri Lakini kama nilivyokuambia kuna mazungumzo nilikuwa natamani tuzungumze. Nafikiri utakuwa nimeenda muafaka kuliweka ile jambo baya. Sawa, na mimi nimefurahi kwa kuwa umefika, tutazungumza mengi. Sawa. Kabla hujaondoka basi naomba nikupatie chochote kitu. Sio nikusaidie kitu gani? Hata usijali. Acha uoga ndugu yangu. Niko vizuri hata usijali. Usijali. Basi niletee hata juisi na tosha. Haina noma. Acha maunyonge ndugu yangu au. Kumbushia au unasemaje? Hujaacha mambo yako. Haya. Karibu sana. Asante. Cheers. Basi nyingi. Kitabu sana. Ndugu yangu, zamani wakati tumeachana vile. Ulienda kufanya mambo gani kipindi cha nyuma? Kama unavyojua mambo yangu yalikuwa yanakwenda yanarudi, lakini mpaka sasa hivi unaona kama nimeanza kukaa kwenye mazingira ambayo japo niko kwenye tafaruku ambao unaendelea, na ndio jambo lililokuwa limenileta hapa. Japo naona kuna mwanga ambao nauona kwenye kile tulichokuwa tumekizungumza, lakini japo naona bado muda unazidi kuwa mrefu. Kule kwa asilimia kubwa mambo yanakwenda vizuri, ila ndugu yako sasa mazingira yake naona kama muda unazidi kuwa mrefu. Kila siku naendelea kusubiri. Sijui lini nitaondoka naye, ila naona kuna mwanga wa kuondoka naye. Mimi wale wadogo zako wanazingua sana yani. Yaani imefikia wakati paka wananinyima amani mimi. Nakosa raha yani. Kuna wakati mwingine nashinda namna ya kuenjoy na wewe, kukaa vizuri, kupiga story, kupata muda ambao utakuwa thabiti kwa mimi na wewe kuzungumza kwetu. Sijui kwa nini yani. Wewe sema umewaendekeza sana wale wadogo zako. Ini wale yani kama ni vipi yani wewe kama unaona vidogo ambavyo havieleweki unavifukuza kabisa yani. Wanakushinda nini wale?
Watu washakuwa watu wazima wale. Umri kabisa wa kuoa wale. Ni wadogo zangu wale, yani mimi sina hata. Au unataka uniambie kwamba wale hawana wachumba huko nje? Yani mimi hata yani sina pa kuwapeleka, yani nimeshabebaga mzigo ndo nimeshachukua, ni wadogo zangu. Sema unaonea huruma sana. Yani kila kitu nakutegemea wewe, uwalishe, bado wakuibie, bado wafanye nini? Mimi unavoniletea malalamishi kama hayo, mimi anakuwa ananiumiza. Haiwezekani mimi pesa na utafuta mimi na kuja na kununulia vitu fulani afu unajua uniambie kwamba wamekuibia. Mimi nakeleka mami. Yani mimi sina cha kufanya, wale ni wadogo zangu, sina pa kuwapeleka, yani siwezi kufanya chochote. Sawa basi poa. Anyway, wewe kuwa tu na amani. Alafu kitu kingine, mimi wife wangu mimi nishamtemea mbali. Kweli? Yeah. Nimefanya jinsi ulivyokuwa unataka. Kwa sababu sitaki uumie mama. Unajua ndio ubavu wangu wa moyo. Yaani kiasi kwamba kwa sasa hivi mimi naweza kuishi yote. Yeah. Kitu kama hicho. Kwa sababu sitamani uumize moyo wako. Alafu kitu kingine natamani kukuoa kabisa. Yaani badala yeye. Sitamani umie tena. Sitamani uanze vile vya kulialia. Sijui wife wako amefanya nini? Sijui wewe unamdekeza, hutaki kunioa. Mami, kama unataka kuanzia sasa. Unakuwa my wife. She's my wife. Yaani hapa unataka kunifanya nianze kutangaza mtaani. Unajua umenifurahisha. Yaani umenifurahisha ni kutoka tu hapa mgongo kutoka hapa. Kuanzia kwenye vikoba, mtaani napoishi. Kote naenda kutangaza. Yeah, kwa wewe hadi kuanzia leo. Yaani wewe waambie kwamba kuanzia leo hii tunatangaza leo hii. Wewe ndio mama Alexander. Kweli naendelea kufikiria kwa kuamini kila kitu kitakwenda sawa. Blight. Naam. Mimi nachokushauri kwa kweli usikate tamaa. Pambana. Sawa. Kaza, naona matokeo yanaonekana. Sawa, mimi nakuelewa. Japo kuna kitu nitaka nikushirikishe. Unipe mawazo. Kwa sababu kama unakumbuka nilipokuwa naondoka rafiki yako alikuwa na ujauzito. Sasa kuna mtoto unamuona yuko pale nyumbani. Na kwa bahati mbaya au nzuri, unajua siku zote wanasema damu haipotea. Kila nikimuona yule mtoto ni kama anajiona mimi. Nawaza wakati naondoka yawezekana alichokuwa ameniambia ule ujauzito ulikuwa ni wa kwangu. Na mkwaruzano wa mimi na yeye ilikuwa ni kwenda kujitambulisha kwao. Sasa huenda alienda kuolewa akiwa na ujauzito na yule mtoto huenda akawa ni wa kwangu. Kila nikimwangalia yule mtoto ni kama anajiona mimi. Kwa kuna namna namuona kama ni mtoto wangu. Na ana mapenzi ya dhati sana kwangu. Ni kweli Blight. Damu nzito kuliko maji. Sahihi kabisa. Jaribu kuzungumza naye. Ongea naye kwa kirefu zaidi anaweza kukuelewesha. Si unajua mtu akishaolewa anaogopa kupambanisha mahusiano. Sahihi kabisa. Ndio. Sawa. Tajaribu kuzungumza naye, lakini nitafurahi sana kama ule mtoto akiwa kweli ni kwa. Sasa mimi nikuache. Kiangalia muda na kule nimetoroka. Bado naendelea kuigiza yale michezo yangu mle ndani. Unajua? Haina shida basi tutawasiliana. Haina noma. Haya. Karibu tena. Asante sana. Nakutakia safari njema. Ubaki salama. Asante sana. Amina. Okay. Asante. Kuanzia leo. Unajua hiyo ruhusa kama naiona hapa. Yaani hapa nishaanza. Yaani kitu ambacho nataka nikifanye sawa. Alafu kitu ambacho ulikuwa hujui. Yule mwanamke mimi anipa tu stress yani. Kiasi nikiamka stress. Yaani mimi naona kama ilikuwa ni kama vile sijini kukutana na zuluba gani yani. Nahisi kama ilikuwa ni nahisi Mungu anipa sijini ilikuwa ni janga gani lile. Mimi unanikuta. Yani basi Mungu zile niko nayo macho. Basi naumia. Afu wewe unajua kama mimi na wife. Mimi na wife mwenzio. Yaani unaona basi na na ipo ndio nikiona basi. We dada. Afadhali nimekuona dada. Leo unajipya. Leo unajipya la kuongea na mimi. Dada leo unajipya la kuniambia. Naongea na wewe limekushuka shu muone huko alivyo. Sijui kijila chef, tatu wiki anakaa na lingalinga hapa mtani. Aya naomba hela zangu niondoke.
Wewe naona nyesha vidole unataka kama mtu kama mfukua choyo. Muone mkaka mwenyewe alivyo. Hivi kwa sababu umemkota wapi huyu wewe? Wakaka amejipanga kule unaweza kuliokota lijitu leo sivyo? Sisi tunatoka kule nyumbani tunasugua miguu kuja kufuata wewe kumbe hela zetu na unajonga lile biashara lako eti. Wewe nini wewe? Ishi hapo. Eti ishi hapo naomba hela zangu ishi hapo. Mkaka mwenyewe limemshuka shumoni minyolo usijui kama lenyewe kwenye saluni yana ni kwenda huko na. Unakuja na marafiki wa kipumbavu kama hawa. Anakuja hapa anabwabwanya tumuelewi vipi? Wewe vipi? Wamekuta watu romantika hapa wana enjoy zao nini? Ile ki bad money unaita mikelele basi kuelewi. Wewe kaka koma naongea na mwenye hela zangu sasa. Afu wewe mdada wewe. Unafundishwa adabu kweli wewe? Unafundishwa adabu? Ina maana kwamba wewe dada leo hii. Wewe. Siongee na wewe. Yaani ina maana dada ile yaani leo ndio kuja kunifanyia yote. Haina shida. Naondoka ina shida tutakutana ngombe tutakutana. Nenda mtu mwenyewe una shepu, sina hela. Mama, hivi vichaka kama unatoa wapi jamani? Unatoa wapi watu kama hawa? Nilishakwambiaga kuwa na marafiki kama hawa kijinga, yani inakukosti. Mimi unaniharibia vibe kabisa yani. Twende bana mimi sijui ile. Sasa nini unajenga urafiki na hawa? Mama vikoba nishakwambia acha bwana na wewe. Simjui. Mimi nakuwa unanisumbua yani. Nataka smile kitu kama hivyo. Oya babu, mbona mizigo haitembei? Mbona mizigo haitembei mwanangu? Oda kibao ziko kwa nje afu naambia upeleke mzigo. Sema nisikilize mkuu. Unajua mimi kuna madogo wale ambao unajua kabisa kama ninaishi nao, unajua. Sema sasa mtu mmoja mazingira wanakuwa na representation kinoma, yani sielewi. Masuala madogo na kazi nyingine vipi? Unajua simu za watu yani nimepigiwa simu leo kibao mzigo utembezi, watu wanasubiri mzigo. Unataka kazi iharibike? Sema nimekuelewa kiongozi. Mimi madogo nitawaelekeza. Nitawasomea kesi. Afu ndani ya masaa 12 mzigo utakuwa fresh. Nitakuletea mzigo. Ndio kazi ushafanya muda mrefu sana na wewe afisa kitu zingwani. Na yani hayo masaa 12 naomba unihakikishie kabisa. Oya. Yaani ipo siku nitakupeleka napo kutafuta hiyo mzigo afu nikwambie ujue ile inakuwa vipi uchungu wa yeye. Oya, nadhani ushasikia maelezo ya mkuu. Tembea, nenda kasalambe mzigo.